Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Ujasusi wa Urusi unadaiwa kuipatia Iran orodha ya kina ya shabaha 55 za miundombinu muhimu ya nishati ndani ya Israel, kulingana na habari iliyopatikana katika gazeti la The Jerusalem Post kutoka kwa chanzo karibu na ujasusi wa Ukraine. Ripoti hiyo ambayo inaangazia kuongezeka kwa ushirikiano wa kijeshi na kijasusi kati ya Moscow na Tehran inapendekeza kwamba habari iliyosambazwa inaiwezesha Iran kurusha mashambulio ya makombora dhidi ya gridi ya nishati ya Israel. Kulingana na matokeo, tovuti zinazolengwa zimegawanywa katika vikundi vitatu kulingana na umuhimu wao wa kimkakati. Kiwango cha kwanza ni vifaa muhimu vya uzalishaji. Hizi ni tovuti ambazo uharibifu wake ungeweza kulemaza mfumo wa nishati wa taifa hilo. Ripoti inataja hasa kituo cha nguvu cha Orot Drabin kama shabaha kuu. Kiwango cha pili ni vituo vikuu vya nishati mijini na viwandani. Vifaa hivi viko hasa katikati mwa Israel na hutumikia vituo vingi vya raia wa kawaida, kwa maana katika maeneo ya raia wa kawaida ambapo hutumia kwa ajili ya kupata nishati. Tathmini ya Kirusi kuhusu mazingira magumu ya Israel ni kwamba tofauti na mataifa mengi ya Ulaya, gridi ya nishati ya Israel ina sifa ya kiwango cha juu cha kutengwa. Kwa sababu Israel ni kisiwa cha nishati ambacho hakiagizi umeme kutoka nchi jirani. Taarifa za kijasusi za Urusi ziliambia Iran kwamba kuharibu hata sehemu chache za kati kunaweza kusababisha kuanguka kwa jumla na kwa muda mrefu, na kusababisha kukatika kwa umeme na kushindwa kwa kiufundi ambapo haitoweza kujengwa kwa urahisi. Na ndicho ambacho kinaendelea wakati huu ambapo Iran imefanya mashambulizi makubwa katika maeneo huko Tel Aviv na katikati ya majiji, ikiwa ni pamoja na huko Yerusalemu na maeneo mengine ambayo yanakaliwa kwa mabavu. Sehemu nyingi za maeneo yaliyoshambuliwa ni maeneo ya nishati ya umeme, na huu ndio mpango ambao kama ambavyo Israel inafanya dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran kushambulia miundombinu ya umeme, Iran nayo imelipa kisasi kwa kufanya hivyo hivyo. Hata hivyo, rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky alionya juu ya kuongezeka kwa ushirikiano wa Iran na Urusi. Rais huyo amekuwa akiongea zaidi kuhusu muungano wa Russia na Iran, akionya kwamba maarifa ambayo Urusi imepata kwenye medani za kivita huko Ukraine yanasafirishwa kwenda Mashariki ya Kati. Warusi pia walisaidia kama wa Iran walivyosaidia Urusi mwanzoni mwa vita walipopata ndege za Shahed, Zelensky aliambia The Jerusalem Post katika mahojiano wiki mbili zilizopita. Walipata ujuzi mkubwa kwenye uwanja wa vita, na hii inaathiri na itakuwa na athari kwa mikoa mingine na nchi zingine. Zelensky alidai zaidi kwamba Urusi imeanza kuipatia Iran ndege zisizokuwa na rubani za mtindo wa Shahed zinazotengenezwa katika ardhi ya Urusi. Alidai katika mahojiano na Jerusalem Post kwamba vijenzi vya Kirusi viligunduliwa katika ndege isiyokuwa na rubani iliyodunguliwa hivi karibuni katika nchi za Mashariki ya Kati, ingawa alikataa kutaja eneo maalum kwa sababu ya usalama. Tuliona baadhi ya vipengele vilikuwa na maelezo ya Kirusi, tunaijua kwa sababu wa Iran hawakuitoa, rais huyo wa Ukraine alisema. Hata hivyo, maafisa wa Ukraine wanashikilia kuwa nia ya uhamisho wa kijasusi ni mambo mawili: kumtia moyo mshirika wake mkuu katika kanda na kuunda mgogoro mpya katika Mashariki ya Kati ambayo ungeelekeza umakini wa kimataifa na rasilimali mbali na vita vya Ukraine. Balozi wa Urusi Anatoly Viktorov alijibu madai hayo akisema Urusi na Israel zilianza mawasiliano ili kujadili masuala ya usalama wa kitaifa muda mrefu uliopita. Yamedumishwa sana kati ya mashirika husika ya Urusi na Israel. Masuala muhimu zaidi yamejadiliwa katika ngazi ya juu, na tunathamini rekodi ya utendaji ambayo imekusanywa katika eneo hili. Wawakilishi wa uongozi wa kisiasa wa Urusi wamepinga mara kwa mara mashtaka kwamba nchi yetu inadaiwa kutoa data za kijasusi kwa taifa la Iran. Mtazamaji, endelea kutufuatilia na nikusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uyajue mengi yanayojiri duniani.